Mheshimiwa Waziri wa Kazi, Ajira na Mahusiano alizindua mkakati huku Tanzania nafikiri ni mkakati wa kazi za staha kwa wafanyakazi wa majumbani. Kule Zanzibar mkakati kama huu upo tangu 2016 ambao unahitaji kufanywa review. Kwa hivyo hatujachelewa, mkakati umezinduliwa juzi, mradi unaendelea kama unamaliza, lakini kama alivyozungumza Mwalimu Bakari ni kwamba mradi ukimaliza hauna maana kama ndio tumefunga. Kazi ndio inaanza kuendelea yale ambayo tumeyafanya. Kwa hivyo leo tumekusanyika hapa kutafakari mafanikio yaliyopatikana, kukabili hali halisi iliyopo na kwa kuweka mikakati endelevu ya kulinda unaolenga kukuza haki zenye staha, haki na hadhi kwa wafanyakazi wa majumbani nchini Tanzania. Mradi huu unafikia tamati, lakini matokeo yake yataendelea kuonekana kwa muda mrefu endapo tutaendeleza juhudi za kuimarisha haki za wafanyakazi wa majumbani. Katika kongamano hili tutasikiliza uwasilishaji wa utafiti kuhusu matokeo ya mafunzo ya kitaaluma kwa wafanyakazi wa majumbani nchini Tanzania. Tunapotafakari matokeo hayo, ni muhimu pia kuangazia hali ya wafanyakazi wa majumbani inayofanya mkutano wetu wa leo kuwa na umuhimu wa kipekee. Jambo kuu ni haki za wafanyakazi wa majumbani nchini Tanzania na duniani kote. Maswali mengi kuhusu kazi za majumbani yanatokana na namna tunavyozithamini kazi hizo. Mara nyingi tunaona kazi za majumbani hazilingani na kazi nyingine. Tunasahau kuwa wafanyakazi wa majumbani wanachangia kwa kiwango kikubwa katika uendeshaji wa familia, uchumi na jamii kwa ujumla. Ni mmojawapo wa mnufaiko wa hii kozi ya wafanyakazi wa majumbani, ambapo nimehitimu katika chuo cha VETA cha Ng'ombe jijini Dar es Salaam. Katika kozi hii imetusaidia sisi kama wafanyakazi wa majumbani kwanza kujiamini na kujikubali na kuiamini kazi ya majumbani ni kazi kama kazi zingine, ambapo kule tunapewa mafunzo mbalimbali ikiwemo kujitambua kama wewe ni nani na una haki gani kama mfanyakazi. Pili, unajifunza aina mbalimbali za mapishi ikiwemo ndani ya nchi na nje ya nchi. Pia unafundishwa namna ya kutumia usafi, aina mbalimbali za mashine ya kufanyia usafi. Pia tunafundishwa namna ya kuhudumia wateja, kuna kulea wazee na watoto. Vitu ni vingi, na katika kunufaika kwangu kwamba na uwezo hata kama nisipoajiriwa nikajiajiri mimi mwenyewe. Kwa sababu mwanzo nilikuwa mimi sijui kupika, sijui biriani, vitafunwa vya aina mbalimbali, keki, lakini mpaka sasa hivi najua kutengeneza keki na namshukuru Mungu napata oda na nufaika kwa kozi moja hapo. Kwa hiyo tunaomba pia serikali kwanza ilizie mkataba namba 189 wa haki za staha za wafanyakazi wa majumbani, ambapo wakipitisha huo mkataba basi sisi wafanyakazi wa majumbani tutakuwa tuna nguvu zaidi. Na pia katika kutoa elimu tungependa kwamba serikali ingejaribu pia kuitisha waajiri, maana wao ni chachu. Kama tukipata semina tukawekwa pamoja na waajiri wetu itakuwa ni vizuri zaidi, kwa sababu wengi sana hawaelewi na hawawezi wakatuthamini sisi wafanyakazi. Kwa hiyo ninachoomba waajiri nao wao kipaumbele, na sisi wafanyakazi wa majumbani tujiamini, tusikae nyuma, tuweke kifua mbele, kwa sababu wao bila sisi hawawezi kuwa wao. Maana wanatoka asubuhi, wanarudi nyumbani jioni na wanatuacha sisi tunafanya kila kitu. Tutamwangalia mtoto, tutamwangalia kama kuna mzee, tunafanya kila aina ya kazi. Kwa majina naitwa Fatuma Simba. Nimetokea mkoa wa Dar es Salaam. Nimefanikiwa kujiunga na masomo ya kwa muda mfupi ya VETA cha Ng'ombe, ambayo inahusiana sana na wafanyakazi wa majumbani. Kiufupi nimenufaika kwa sababu nilikuwa sijui haki yangu ni ipi kama mimi ni mfanyakazi, na nilikuwa najua tu ni kazi nafanya tu ili mradi nafanya, lakini kumbe ni kazi, ni kama kazi nyingine. Pia kwa mtazamo wangu ningependa kwanza hawa ajili, maana wanatuona yani
wanaona kama wafanyakazi hatuna haki yoyote, hatuna umuhimu wowote katika jamii. Yaani wao wanachojali ni kazi zao tu, hawajali muda, hawajali nini, na ni mkataba yani uzingatiwe sana, kwa sababu hawaelewi maana. Yaani wanajua tu mfanyakazi aloajiriwa serikalini ndio anatakiwa kupata mkataba, lakini pia hata sisi pia wafanyakazi wa majumbani tunatakiwa kupata mkataba. Na pia naiomba serikali mkataba wa namba 189 wailizie na waifanyie kazi, kwa sababu hii ndio kama ngao yetu sisi wafanyakazi wa majumbani. Naitwa Magesa Nathanaeli, ni mkurugenzi wa shirika la CVM Tanzania. CVM tumekuwa tukitekeleza mradi wetu ambao unaitwa Empowered kwa ajili ya kukuza kazi za staa na haki kwa wafanyakazi wa majumbani. Lakini mradi wetu tumekuwa tukijikita katika maeneo makuu matatu. Majumbani zinakuwa na tunakuza uelewa kwa wafanyakazi wa majumbani kwa kuwajengea uwezo. Na pia kuwafanya wakae pamoja na kuunganisha na chama cha wafanyakazi wa majumbani CHODAU katika utetezi wa haki zao. Lakini eneo la pili ni kukuza taaluma. Leo hapa tulikuwa tunasema tu kwamba ni utaaramishaji wa sekta ya majumbani. Kwa kukuza taaluma tuliweza kuingia makubaliano na mamlaka ya mafunzo ambao ni VETA, ambao mpaka saizi tuna vyuo hivyo vilivyosemwa kwamba vyuo 6 ambavyo vinatoa mafunzo kwa wafanyakazi wa majumbani kwa kozi ya muda mfupi ya mwezi mmoja, lakini tuna vyuo 3 kwa upande wa visiwani Unguja pamoja na Pemba. Na mpaka hivi tunavyomaliza mradi wa miaka mitatu, tulianza 2022, leo tunamaliza miaka mitatu ya mradi, tumeweza kufikia zaidi ya wafanyakazi wa majumbani 1280 ambao wameweza kuhudhuria haya mafunzo. Na eneo jingine ni eneo la uchechemuzi kwenye kuhakikisha kwamba sheria zetu za kazi zinaendana na mazingira halisi na kuwalinda wafanyakazi wa majumbani. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya ushirikiano na Wizara ya Kazi pande zote mbili za Tanzania bara na Tanzania visiwani. Kwa hiyo tumeweza kufanya uchechemuzi kwenye ngazi ya taifa, lakini kwenye ngazi za mikoa kukuza uelewa wa wafanyakazi wa majumbani kwenye jamii, lakini na kwa watunga sera. Kwa hiyo mpaka sasa hizi tumefikia hatua nzuri ambayo ni kuwa na kuridhia mkataba na 189 wa shirika la kazi duniani ILO, ambao tuko kwenye hatua za mwisho serikali kuridhia. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba kwenye eneo hapo tumeweza kupiga hatua, lakini mafanikio makubwa kwenye uchechemuzi kwenye ngazi ya taifa, licha ya kwamba hatujaridhia mkataba na 189, lakini kuna hatua nyingi ambazo serikali imeonyesha kuhakikisha kwamba sheria zinakuwa rafiki kwa ulinzi wa wafanyakazi wa majumbani. Tunaona kuna marekebisho ya kima cha chini cha mshahara, kuna toleo jipya ambalo limeanza Januari, kima cha chini cha mshahara wa wafanyakazi wa majumbani kuhakikisha kwamba wanapata mishahara yenye staa. Lakini eneo jingine, wiki iliyopita tu Dodoma, Wizara ya Kazi kwa hatua muhimu kabisa wameweza kuzindua mkakati wa kukuza kazi za staa kwa wafanyakazi wa majumbani ambao ni mkakati wa miaka 5. Kwa hiyo hizo ni hatua mojawapo ambazo zinapelekea sasa kuwa na ulinzi wa wafanyakazi wa majumbani. Kwa hiyo eneo jingine ambalo tumekuwa tukijikita ni eneo la utafiti, kutathmini kile tunachokifanya na kuona kwamba matokeo ni yapi, na kwa hatua za makusudi kabisa tangu mwanzo wa mradi tumeweza kushirikiana na chuo cha kuingia ubia na chuo kikuu cha Dar es Salaam, ambao sasa leo wanawasilisha matokeo ya utafiti. Tumekuwa na hatua 2 za utafiti. Hatua ya kwanza ilikuwa ni kuangalia hali halisi ya wafanyakazi wa majumbani, lakini hatua ya pili ni kuangalia kukuza taaluma ya wafanyakazi wa majumbani. Kwa hiyo leo matokeo yanayoletwa hapa ni kuangalia matokeo ya kila ambacho tumekifanya, hususan kwenye mafunzo ya kukuza ujuzi kwa kupitia VETA. Kwa hiyo hayo ni mafanikio ambayo yamekuja kwa ajili ya huu mradi. Kwa hiyo tunashukuru sana ushirikiano wa serikali, lakini ushirikiano wa wadau, bila kuacha wadau wetu wa msingi ambao ni wanasimamia sekta ya wafanyakazi wa majumbani ambao ni CHODAU pamoja
na wafanyakazi wote wa majumbani hususan